yushiku an tanqudha ura lislami, inaogopewa kwenu nyinyi Waislamu kuchanika fundo au kifungu baada ya kifungu kingine. Idha nashaa fil islami man la ya'rifu aljahiliya, ikiwa ndani ya huu Uislamu ataishi mtu ndani ya Uislamu hali ya kuwa Muislamu huyu hayafahamu mambo ambayo kwamba ni jahiliya, mambo waliokuwa nayo ahlul jahiliya. Alipotumilizwa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, kuna baadhi ya mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuyakemea, makemeo ambayo kwamba yalikuwa makubwa sana katika mambo waliokuwa nayo, au katika mambo ambayo kwamba ni mambo huenda ikawa Waislamu wako nayo hali ya kuwa hawajui, na ni mambo ya kijahilia. Ni watu kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhannu su, ukawa na dhana mbaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya, na kikundi ambacho kwamba kiliwashughulisha nafsi zao wakawa ni wenye kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhana ambayo kwamba sio ya haki kudhaniwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una dhana gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mitihani ambayo kwamba leo unakuwa ni mwenye kuyapitia, kwa yale misukosuko ambayo kwamba sahihi yanakuwa ni yenye kuumiza moyo wako? Wanamwambia inna la mudrakun, Musa tumekuwa ni wenye kushikwa. Musa anasema nini? Inna ma'i rabbi sayahdin, mimi ninachokiamini niko na Mola wangu. Dhana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake, mimi niko na Mola wangu ndiye atakayeniongoza. Je, wewe Muislamu unaamini katika matatizo yako kwamba Allah ndiye amekuweka katika matatizo hayo? Unafahamu ya kwamba ibtila ni sehemu katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako? Itizame dhana yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili usiwe katika dhana ya jahiliya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, asifariki mmoja wenu isipokuwa anamdhania Allah subhanahu wa ta'ala khairi. Ambalo kwamba lilikuwa fi wakati aljahiliya au fi zamani aljahiliya ni atabarruj, ni wanawake kuwa ni wenye kutoka hali ya kuwa wanatoka kujianika au kuwavutia wanaume katika mtoko wao. Lakini zama zetu hizi leo wamekuwa ni wenye kulifanya jambo hili ayuhal mu'minun kupitia mitandao ya kijamii. Ni madada wangapi na ni wanawake wangapi ambao kwamba wanatoka mabarabarani hali ya kuwa wamejistiri, lakini wanafahamika mwili wao katika mitandao ya kijamii. La kusikitisha zaidi, mume ndiye anayemruhusu mke wake kujianika katika mitandao hii. Baba anamwona namna gani mtoto wake wa kike anavyojianika katika jambo hili. Si Allah ndiye aliyetuambia waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula, mukae katika majumba yenu wala musitoke umtoko ambao kwamba ni wa jahiliya. Mwanamke kutoka kuwa ni mwenye kuvutia wanaume leo halifanywi mabarabarani sana. Wanawake wa Kiislamu wamegura mabarabarani, wanakuwa ni wenye kufanya katika mitandao ya kijamii, na ni watoto wetu na ni ndugu zetu, na sisi ndio waume zao, na tunayaona haya. Ulifanya juhudi gani pale mtoto wako wa kike au ndugu yako wa kike alipokuwa ni mwenye kujianika katika mitandao ya kijamii, hali ya kuwa wewe kama baba ndani ya nyumba unalifahamu hili? Tambua ya kwamba Allah anatuambia qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na muokoe nafsi za familia zenu kutokamana na moto.